Karibu sana, Bwana kubariki. God is faithful. Amen. Kumbuka leo ni Jumapili ingine Bwana ametupatia iliyo na furaha na amani, na kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Karibu sana. Amen. Amen. Karibu sana, Bwana kubariki. Naomba neema ya Bwana ikae pamoja kila mmoja anayenisikiza asubuhi ya leo. Kumbuka asubuhi ya leo ni siku ingine Bwana ameifanya tutukuze jina lake. Anajua kwamba mama itatendeka. Ujumbe wetu leo, kwa sababu Bwana ametupatia na fursa ama nafasi ya kumtukuza na kumwabudu. Vizuri kujua kwamba wakati ni Mungu amekupatia fursa, unaitumia vizuri sana. Mungu. Hiyo ni wimbo wa Philip Kimani. It's very powerful word. Kujua Mungu yule hawezi shindwa. Naamini ya kwamba asubuhi ya leo unaye Mungu asiyeshindwa. Take
Yes, Lord. Amen. Karibu sana. Bwana kubariki sana. Bwana kutende mema, yeye ni mwaminifu. Na asante kwa sababu ya kuamua kuwa asubuhi na mimi leo. I thank God for you. Kumbuka ya kwamba hii ni ibada unayochukua kama ibada zingine. Na sasa leo tunajifundisha don't worry. Anything you are doing, you must know there is someone somewhere anayeshughulikia maisha yako. Because worrying, it is the only thing inawezafanya mtu awe na shida ya kuface tomorrow. Anytime you need to face tomorrow, you must understand na kutana na kesho, kwa sababu I know my God anaweza yote. Don't worry about tomorrow. Don't worry about yourself. There is one God anayejali maisha yako. Twende katika Biblia na tusome alafu tuombe. Philippians chapter number 4 verse number 7, 6 na 7. Nasema hivi: msisumbuke kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Verse 7. Na amani ya Mungu ipitao akili zetu itawahifadhi mioyo yenu, nia zenu katika Kristo Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asanti kwa sababu ya neno lako. Naomba Baba, we mwenye uwezo, mwenye nguvu, mtukufu, aliye mtakatifu wa Israeli, tunakuomba asubuhi ya leo Jehovah God, ukachukue nafasi katika maisha yetu. Wacha ibada ikawe na uwezo na nguvu. Wacha yote amekuwa pale akisikiza, wacha maisha yake ikawe tofauti katika jina la Yesu. Nimekataa roho zote za kuinterrupt mawazo ya watu katika jina la Yesu. Declare the favor of God upon them. Naomba Roho Mtakatifu akanisaidie kunena kulingana na vile Biblia imesema, ili Roho wako Bwana Mungu aweze kuwaelezea na waweze kupata, kwa sababu Maandiko yanasema kwamba wewe ndio mwalimu wa kweli, Roho wa Bwana. Asante kwa sababu unachukua nafasi. Nimeachilia neema hiyo juu ya mitandaoni. Yeyote anasikiza ujumbe huu hata baki bila alikuwa, kwa sababu maisha yake itabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Sema amen. May God bless you so much. Najua kwamba Bwana amekupatia nafasi nzuri, umekuwa na usiku mwema. Naomba tuchukue muda mdogo tu wa dakika 30. Unaweza kaa na mimi hapo nikupatie ujumbe na Bwana ataweza kukubariki.
Kumbuka ya kwamba maisha haya tulio nao ndio inatusumbua. Kila mmoja ni maisha ya leo inamsumbua, na kile kinasababisha tusumbuke ni kwa sababu we don't know about tomorrow. Na everywhere you go you think about tomorrow. Everywhere you anything you are doing you think about tomorrow. Now because we don't know about tomorrow, we are worried about tomorrow. We are worried about our lives. We are worried about our children. Now devil anatumia that channel ya kuingia katika maisha yako kujaribu kukumaliza nguvu because you don't know about tomorrow. Sasa watu wanaulizana ya kwamba magonjwa imekuwa mingi, mambo imekuwa magumu, maisha imekuwa hatari, kila mmoja anatembea barabarani. Juzi nilikuwa na rafiki yangu town na ninaongea namwambia kwamba huu ugonjwa umetosanisha kila mtu, tajiri maskini, everybody lazima aweke barakoa kwa kinywa chake. Kwa nini? Kwa sababu anajali maisha yake. Inaonyesha ya kwamba everyone anawekwa limit ya kuwa kitu moja, lakini the point is walio na Mungu ni tofauti sana. Ndio maana Mungu akaanza kuongea kupitia Paulo, akakuja kwa kanisa la Wafilipi akamwambia Wafilipi, sikizeni niwaambie, nimeona mmekuwa na mashida sana, nimeona mnafikiria sana about tomorrow, naona mnafikiria sana juu ya maisha yenu, but hamjawahi jua ya kwamba aliyeanza maisha ndani yako anakufikiria. Start maisha yako sasa anakufikiria. Don't think about it is kama ni wewe mwenyewe unajiweka. Kunaye alikuumba na alikuumba akiwa na mpango na maisha yako. Wakati unafikiria ni wewe, shetani anataka advantage ya kukuweka uoga maishani mwako ili uanze kukata tamaa ya maisha. Akamwambia hivi, msisumbuke kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba na shukrani. Kwa nini Biblia inasema kwamba kwa kuomba? Kwa sababu kama uko connected na Mungu, kuna vitu hazipaswi kukusumbua. Shetani uchukua mawazo ya mtu kuifanyisha kazi ya kuwaza mambo yale anajua iwezekani. Ni sawa leo sina pesa, ni sawa sina kazi sahihi, ni sawa sina kile nataka sahihi, but haijanimaliza nguvu, haijanifanya niwe useless. Najua kuna ana uwezo wa kunipatia hata kile sina. Lakini unaona Biblia inasema ya kwamba nasema usisumbuke chochote, kwa kila jambo omba na kusali, anja zenu na zijulikana na Mungu. Shida ile tuko nayo kubwa sana ni atiza anja zetu zinajulikana na maneiba, anja zetu zinajulikana na marafiki. Zile mabitu napitia ni marafiki unasema na wao. Wacha nikwambie, kuna problem si za kushare na marafiki zako, ni problem Mungu ndiye anandio nazo, kwa sababu kuna shida nyingi sana tuko nazo, lakini ni Mungu anaweza ziondoa. Umeambia maandui wako, umeambia marafiki zako, wengine marafiki wa marafiki zako ni maandui zako. Unapoambia yale mambo unayopitia, wanaifanya kamiti ya kuongea bila wewe ni useless. Kwa hiyo ndio maana aliwaambia, wacheni anja zenu zisijulikane na wanadamu, wacha zijulikane na Mungu, kwa sababu yeye ndiye anaweza kutana na situation ya maisha yako. Unaweza sema glory to God power in the name of Jesus. Sikiza nikwambie, sometimes devil anatake advantage of you. Kukugonga na kukumaliza. Kumbuka wakati Ayubu alikuwa na shida, Biblia inasema marafiki wake ndio walikaa chini wakamdiscuss, wakaanza kusema Ayubu sasa alikuwa anasema ako na Mungu. Huyo Mungu wake ako wapi? Kama ako na Mungu, mbona amemwacha kwa barabara? Kama ako na Mungu, mbona anamwachilia asifanye vile anapaswa kufanya? Si kwa sababu Ayubu hakuwa na Mungu, ni kwa sababu wakati wote uko na shida, shetani hufanya kamiti ya kuja kuongeza ile shida ionekane kama kubwa zaidi. Lakini anasema na anja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitao akili zote, amani ya Mungu ipitao akili zote, amani ya Mungu inaopita every mind, the peace of God inaopita every thinking, ile unawaza, every mind ya mwanadamu. Anasema iwe nini? Amani ya Mungu ipitao akili zote, na iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Iwahifadhi. Mimi ningetaka kuhifadhiwa na neno la Bwana. Ningetaka nihifadhiwe na Kristo. Ningetaka nipatane na kile kinafaa. Ningetaka nifuate Kristo mwenyewe. Ningetaka nikae mahali ninaofurahia. Kwa sababu gani? Inasema basi, na amani ya Mungu ipitao akili zote itawahifadhi. Kwa sababu wakati uko connected na Mungu, hata kama ni ngumu, amani ya Mungu ikiwa pamoja na wewe, your life will never be the same again. I know. Katika Isaiah 41 verse 10, Isaiah 41 verse 10, 41 verse 10 inasema hivi. It is good to hear
from the Lord. Inasema hivi, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike. Worrying is another demon. When you are worried, unasikia uko na woga ndani yako, devil ana take advantage of you, anaanza kukufight mawazo yako. Lakini Isaia akaambiwa waambie wana wa Israeli, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Usiogope kwa sababu niko pamoja na wewe, na usifadhaike kwa sababu mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, maana nitakusaidia. Nitakutia nguvu. Wacha niwaambie, wanadamu wanaweza kukuvunja moyo, lakini Mungu atakutia nguvu. Wanadamu wanaweza kukuvunja moyo, lakini Mungu atakutia nguvu. Kwa sababu gani? Sometimes unasikia uko peke yako, hata kama uko na watu. Sijui kama umeisikia uko lonely na bado uko na watu. I don't know. Wacha niseme hivi, sometimes mtu ajuangi nini kinaendelea. Unasikia uko worried, but now uko na watu. Unashangaa wewe uko peke yako, lakini uko na watu. Kwa nini nasikia kama niko lonely? Kwa nini nasikia kama nimebaki? Unaona watu wako. Mpaka mtu anakuambia kwamba, namuuliza mtu akiniambia, namuuliza hakuna mtu karibu ananiambia wako, lakini naona kama hawako. Kwa sababu unasikia I'm alone. Because that time ni kama hakuna kitu kiko. Wacha nikuambie, when the Spirit of God is in you, you cannot, uwezi sikia upweke kama umehachwa. Anasema ya kwamba nitakuwa pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nami nitakusaidia, nam nitakushika mkono wako wa kuume na haki yangu. Mungu atakushika mkono wako. Hey my God. Sometimes nasema ya kwamba haijalishi sina kila kitu nahitaji, kwa sababu hata nikifikiria about tomorrow na siwezi kuifikia. Ndio maana Petro alisema nini 5? First Peter chapter number 5 verse number 7. It is good to understand the Bible, because only the Bible can change your life. Verse 7 inasema hivi ya Petro. Inasema hivi, huku ni tusome verse number 6. Basi yanyenyekeeni chini ya mikono ya Mungu aliyo hodari, ili wakweze kwa wakati wake. Huku mkimtwika yeye afadhaa yenu yote, mumpatie hilo worries zote, fadhaa zenu zote, kwa maana yeye uzishughulisha sana kwa mambo yenu. Mungu anajishughulika sana. Imagine, Mungu hakuna business nyingine yako nayo mbinguni. Sasa wacha nikusaidie mahali hapa, na ushike hivi vizuri, na usike katika jina la Yesu Kristo. Do you know Mungu afikiri habari ya vitu zingine duniani apart from you? I want you now to understand this. God is not thinking about miti na milima na maji, no. Wewe ndio unafikiria habari ya ng'ombe na mbuzi na kondoo, na unafikiria vile watatoka maziwa, vile watatoka nyama. Mungu anafikiria about you. The business of God in this world, it is only you. Sisi kama umaisikia mtu akwambia, nilikuwa town na nilikuwa nashughulikia fulani. Sasa unakumbuka ya kwamba sasa mimi niko na mtoto, naenda kushughulika bila atasoma, nashughulika school fees, nashughulika ile shule ataingia, nashughulikia barua zake. Ina maana ya kwamba everything I'm doing nafanya kwa sababu yake. Now God in heaven akiwa pale, the worries, kile anawaza, kile anafikiria ni about you. Na ndio maana alituma mwana wa pekee Kristo Yesu aje hafe. The only one son, hakuwa na mwingine. The only son alimpeana. Kwa nini? Hakuwa na mwingine wa kupeana, because alikuwa worried about you, kwa sababu hakutaka upotee. Alitaka urudi katika ushirika aliyoanzisha pale Eden. Maandiko yanasema ya kwamba alifanya ushirika na Adamu. Every day alikuwa pale na Adamu. Every evening anakuja, jua likiwa chini pale saa 9 kusalimia mtumishi, mtu anayokuwa na ushirika. Alimuumba na fellowship until wakati Adamu alitenda dhambi, ndio ushirika ulikatika. Na Mungu akaona it is not good. Now I need the fellowship of man, because the intention yangu kumuumba ilikuwa tuwe na ushirika. Akaleta Kristo akafa. Maandiko yanasema ya kwamba, sikiza hapa vizuri vile imesema mahali tumesoma katika kitabu ya First Peter 5 verse 7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, nani? Kristo, zote, kile kinatusumbua tuweke kwake, worries, kwa maana yeye uzishughulisha sana kwa mambo yenu. Uzishughulisha sana kwa mambo yenu. Kristo anashughulikia wewe. Imagine, anasema ako pale kama intercessor. He is praying for you. I will never be worried, because I know God is thinking about me.
is katika Matthew chapter number 6 verse 25. Maandiko inasema nini? Verse chapter 6 verse 25. Kwa sababu hii nawaambieni, msisumbuke maisha yenu, wala mle nini au munywe nini, wala miili yenu imvae nini, au maisha si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi. Huyo ni Kristo anaongea, anasema kwa sababu hiyo ambieni, msisumbuke maisha yenu, mule nini au munywe nini. The problem ya maisha yetu ni tutakula nini, tutakunywa nini, tutalala wapi, tutaolewa lini, tutaoana lini, watoto wangu watafanya namna gani. You are so worried about yourself, you are so worried about food, you are so worried about tomorrow. But do you know about tomorrow? It is not in your hands. Your tomorrow is not in your hands. Your tomorrow is not your hands, my friend. Leo ndio uko nayo saa hii. Tomorrow haiko kwa mikono yako. Kwa sababu Matthew hiyo chapter number 6 verse number 34. 34 inasema hivi. Inasema basi msisumbuke kesho, kwa kuwa kesho itajishughulika yenyewe. Hey! Kesho inajishughulisha yenyewe. About tomorrow, it is not in your hands. You must understand tomorrow inakuwa kwa mikono ya Jehova. Na ndio maana mwandishi Petro anaongea na Yohana anasema ya kwamba, James anasema ya kwamba mambo ya kesho unaoyapanga, ambia Mungu, let your will be done, because God know about tomorrow more than you. Sema glory. Hallelujah. Because when you are worried, wakati unaogopa, wakati uko na ile fear, wakati unasikia unasumbuka, yes, kuwa worried ni kusumbuka. Unasumbuka kuhusu kesho, unasumbuka kuhusu masomo yako, unasumbuka kuhusu watoto. Now, kwa kila kitu unapaswa ufanye nini? Unapaswa understand. Maandiko yanasema ya kwamba everything, don't worry about tomorrow. Hey, my God. Uko pale? Sema glory. Psalms 94 verse 19. Psalms 94 verse 19. Makazara sandu. Ni vizuri kujua bile Biblia inasema, because when you know bile Biblia inasema, unajua kuna watu walijua Mungu ni nani. Nataka hata wewe leo ujue Mungu anaoperate namna gani. Verse 19. 19 inasema hivi. Psalms 94 verse 19. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, palaza zako zaufurahisha roho yangu. Katika wingi wa mawazo yangu. Unajua, everybody anawaza about tomorrow. Everybody anawaza about life. Sasa corona ilikuja, kutaendaji. Inaonekana haiendi haraka na itoki haraka. Now you are thinking about corona. Don't think about corona. Think about God. Because God know about it. Mungu anajua habari hiyo corona. Mungu anajua habari ya ugonjwa. Wacha nikwambie, wakati wote unafikiria, Biblia inasema ya kwamba unapoenda mahali kuna gathering na ni mfarume amekuja kukaa, macho yako isitoke kwa mfarume. Kwa nini? Macho yako ifocus kwa mfarume. Usije ukakosea kwa kila kitu unafanya. Saa hii usikubali macho yako iangalie corona. Wacha macho yako ifocus kwa Mungu. Because Mungu ndiye ako na uponyaji wa corona. Mungu ndiye ako na suluhisho ya corona. Wanadamu wanaweza fanya chochote kile kinyume. Wanaweza sema chochote kile wanataka kusema. But only God ndiye ako na suluhisho ya kila kitu. Kwa hivyo anasema ya kwamba hapa, anasema katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, palaza zako zaufurahisha roho yangu. Kwa sababu hata yeye alikuwa na msongo wa mawazo. John 14 verse 1. Msifadhaike, niaminini na muamini Mungu. Aminini Mungu na muniamini. Kwa Baba kuna makao mengi. Na kama ingelikuwa hivyo ningeliwaambia. My friend, kuna mambo ya kukusumbua itakuletea shida. Hiyo 14 verse 27 inasema usiogope tena. Inasema don't worry. John 14 verse number 1 inasema nini? Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu na aminini na mimi. Msifadhaike. Verse 27 inasema nini? 27 inasema amani na washieni, amani yangu nawapa,
si niwapavyo mimi, si hivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Kwa hivyo kufadhaika kunaletaga uoga. Wakati wote umeanza kuingua na uoga wa kuwaza, kufikiria about tomorrow, about hizo miaka inakuja. Shetani anahakikisha ameweka uoga na umeanza kuogopa life. Lazima ukubali ujue kwamba God knows everything. Katika Proverbs chapter number 12 verse 25. Verse 25 inasema hivi: uzito katika moyo wa mtu uinamisha. Uzito katika moyo wa mtu uinamisha. Ukipea shetani nafasi ya kukuonyesha hautafaulu, hautainuka, maisha yako ni useless, wewe ni bure kabisa, wewe ulilaaniwa, wewe huwezi toboa. Angalia ndoa yako imeharibika mara ngapi, angalia watoto wako wamekukataa, angalia bwana alikutupa, angalia mke wako alikuacha, angalia wengine mkono wake kama 5, umeoa mmoja wa kwanza, wa pili, umeolewa mara kama ya 4, na mahali uko saija kuwa anakuuliza wewe ni useless. Inaonekana kile unahitaji ni uzikwe tu na ukufe. Unasikia shetani anakuambia ni vizuri ingie kwa kaburi. Unaanza kuwaza vile utakufa. Wengine wamezatamti hata kukunywa dawa hata wakiwa kanisani. Wengine watamti hata kujiweka kamba kwa singo. Wengine wameatamti hata kujitupa kwa barabara wagongo na gari, kwa sababu wamesikia maisha yao imefika mwisho. Let me tell you the truth. Maisha yako haijafika mwisho. No, usikubali moyo wako uiname, kwa sababu wole hiwa inaleta maparakano katika maisha. Worry, ile kuwa na kufadhaika kwa moyo na kuwaza zaidi, inaleta uoga, na uoga unaletaka distraction. Biblia inasema katika kitabu ya Revelation, waoga, umbwa, wachawi na waoga wote watafungiwa nje. Usikubali uoga wa maisha ukuingie. Usikubali uoga wa life ukuingie, kwa sababu kunaye Mungu anayewaza kukuhusu. Makarasanda. In the name of Jesus Christ, nataka ujue kwamba any spirit of fear, any spirit of worry, we command it now, ikuachilie katika jina la Yesu Kristo. Roho yote ya kuogopa na kukataa kuface the situation because you are worried, you spirit of worry, I command you to disappear in the name of Jesus Christ. Inasema nini? Uzito katika moyo wa mtu uinamisha, bali neno njema ufurahisha. Kwa hivyo kubali maneno matamu yanayotokana na Mungu. Kubali maneno matamu. Psalms 38 verse 9. Psalms 38 verse 9 inasema hivi. 38 verse 9. Makarazariba inasema hivi: Bwana, anja zangu zote ziko mbele zako. Anja zangu zote ziko mbele yako. Hapa ndio mtumishi wa Mungu alielewa. Anja za moyo wangu ziko kwako. Wacha nikwambie, anything you are thinking, anything you are planning, iko mbele ya macho ya Bwana. My friend, kwa Mungu ni kama failo imewekwa hapo na imewekwa wazi. Ni kama kioo. Don't fear. Anasema ya kwamba Bwana, anja zangu zote ziko mbele yako. Kuugua kwangu sitirika kwako. Kuugua kwangu hakukusitirika kwako, kwa sababu alikuwa na uchungu. Akasema bila nimepitia mabaya na magumu, iko mbele za Bwana. Usione tu ati Mungu haoni. Utasema Bwana, mbona uone umeniachilia? Mungu akikuachilia leo, kesho hatungekuwa na wewe. Tungekuwa tunaongea another story. Because Mungu anakuangalia na macho ya huruma sana. Mungu anakuona na njia tofauti. Mark 13 verse number 11. Mark 13 verse 11. Biblia inasema hivi, 13 verse 11. Inasema hivi, Yesu mwenyewe akiongea. Inasema hivi: na watakapochukua nyinyi na kuwa sariti, msitafakari kwanza mtakayosema, lakini lolote mtakalolipewa saa hile mtasemeni, kwa maana si nyinyi msemao, bali Roho Mtakatifu. Aliwaambia mnaposhikwa na situation ngumu na hali, msifikirie mtasema nini mbele ya wakubwa, kwa sababu mtastakiwa. Wakati huo nitaleta jawabu. Kile kitaingia ndani yenu, semeni saa hiyo, kwa sababu ni Roho Mtakatifu atakuwa anaongea, sio nyinyi. Nataka kukuambia hivi, sometimes you can think about tomorrow na umwe na kichwa na umeze Panadol, kwa sababu unafikiria nitafanya namna gani, but God is planning to you. Anytime unaanza kuplan na umeacha Mungu kando, umeanza kusumbuka, Mungu naye anakuondokea. Kwanza umalize kusumbuka, because hamwezi waza na Mungu. Mungu hawezi kuwa anakuwazia na bado unawaza. Unajua watu wengine wanasema kwamba usiwe mzinga, lazima uwaze, lakini unawaza mpaka unalazwa hospitali, kwa sababu
sababu unawaza beyond your repair. Makata. Unajua stress inakuwa ni wakati unawaza beyond your capacity. Stress, unavuta mawazo, inaenda beyond your kiwango ile unaweza. Waza yale unaweza kuwaza. Wacha kuwaza yale hayajafika kiwango chako. Na hiyo ndio iko na shida. Saa hii kila mtu anatafuta vile atakuwa tajiri. Na unajua kitu kinanisangaza sana. Kila mtu anatafuta vile atakuwa sonko, atakuwa anatembea na gari, anaona sasa latest maisha. Na watu wapigani, hawawazi vile wataingia mbinguni. Hawawazi vile watapokewa na Yesu. Hawawazi Kristo akikuja atakuja awapate wapi. Wanawaza nyumba utakayojenga. Unawaza gari utakuwa unatembea nao. Unawaza utakuwa na watoto wangapi. Hujui dunia itaisha lini. Hauna relationship nzuri na Mungu. Uko na relationship nzuri na wanadamu. Wanadamu hawawezi change your situation. You are worried about tomorrow. You are worried about your house. You are worried about your children. You are worrying about your education. Now you are not worrying kama unaweza kosa mbingu na ukiwa umeokoka, au uojali ya kwamba Kristo akirudi saa hii unaweza henda. Na wale wanawaza habari ya mfalme, Mungu anawawaza. Angalia Suleimani. Mungu alimwambia vitu zote ziko wazi. Omba chochote unahitaji na nitakupatia. Alipoenda kuomba usema, wewe ungeomba nini? Wewe ungesema nini? Ungesema Baba nipatie nyumba, nipatie mke, nipatie mama, nipatie watoto, nipatie utajiri, nipatie mali. No, alisema give me wisdom and knowledge. Hili niweze kuongoza hao watu, because hao watu si mchezo. Nilisikia walishinda Musa. Hata Daudi walikuwa anamweza. Mimi nataka wisdom ya kuongoza na knowledge. Akamwambia umeomba kitu ya maana, hata fedha na dhahabu hakuna mwingine atakuwa tajiri kama wewe. Kuna vitu za kuomba. When you are worried, when you are worried in your heart, you are feeling bad, you are thinking about your life, unakaa chini unalia, unastuka na maisha, unaona kama kuna mtu anakuangalia, unaona kama utakufa kabla ya wakati wako, unaona wewe ni useless, ukitembea baba unaona kama uko smart, ukiangalia kioo unaona kama umezeeka kuliko kawaida. Shetani anahakikisha amekuweka uchungu. That is the spirit of the devil. Kataa katika jina la Yesu Kristo. Don't worry about your life. Don't worry about your life. Fanya bile what you're supposed to do. Do what you are supposed to do. Simama na neno, simama na Mungu. Kama ni biashara fanya na njia inayofaa. Kama ni kazi fanya. Kama ni masomo tu ya bidii. Angalia Mungu mwenyewe akuje aingilie maisha yako. 2 Corinthians 9 verse number 8. 2 Corinthians 9 verse number 8. Kwa sababu shetani utake advantage mahali mtu aelewi vile atafanya. 8 inasema hivi. 2 Corinthians, na Mungu aweza kuyajaza kila neno jema, kila neema kwa wingi, ili nyinyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mungu anaweza kuzidisha. Unasikia? Nasema hivi, na Mungu aweza kujaza kila neema kwa wingi, ili nyinyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Sababu riziki ni kila Mungu amekupatia. Riziki yako ya kila siku. Tuwe Mungu atazidisha. Neema inapozidi, hata mali inazidi. The grace of God ikiwa imeongezeka juu yako, hata prosperity una prosper by the grace of God. Because by the grace of God, ndio unaweza kuwa delivered. By the grace of God, ndio unaweza kuwa protected. By the grace of God, utaishi maisha ya amani. By the grace of God, utaishi kufurahia. Kitabu ya Mhubiri moja. Mhubiri alisema nini mstari wa 18? Mstari wa 18. Mhubiri moja mstari wa 18. Yaani katika wingi wa hekima muna wingi wa huzuni. Kwa sababu anytime you are thinking many things, akili yako italipuka ama izikute kwa matata. Alafu inasema nini? Katika wingi wa hekima katika wingi wa hekima mna wingi wa huzuni, naye aongezaye maarifa huongeza masikitiko. Kwa sababu you want to know many things, kwa hivyo mashida inakuwa mingi. Kwa nini? Bila unajua mambo mengi, ndivyo mashida inakuwa mingi. Wale wanajua mambo kidogo, mashida zao ni kidogo. Kwa sababu gani? Hawajui mambo mengi. Sasa kuna watu wasumbuki sana, lakini kuna mtu halali because yeye anajua mambo mengi. Apati usingizi.
Ni sisi tunashughulika kwa sababu ya hii shida hii ndio inatusumbua, ndio maana kila siku anawaza. Sasa mhubiri aliangalia akasema ya kwamba hii maneno, hata akaongea chapter 11 verse 10. Chapter 11 bado akasema verse 10. Alisema hivi, makazara ya taya, kwa hivyo ondoa mazozi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. Kwa sababu gani? Usipoondoa huzuni ndani ya moyo wako, haijalishi kile unataka kufanya na unasikia unazihurumia, you are thinking about your life, unaona umezeheka, kuna mambo hujafanya, you cannot reverse time. Now redeem time zile uko nazo this time. Use your time well. Kitu moja unapaswa understand, you cannot redeem time. Zile zilipotea na zile siku zilipita, huwezi reverse. Now redeemed. Use your time well. Maandiko yanasema ya kwamba na umusilale, mkomboe wakati. Ndipo Paulo aliwaambia, mshunge sana vile mnaishi, kwa sababu siku ni mbaya, mkomboe wakati. Redeemed your time. Now take your time right now. Use your time well. Don't worry now. Redeemed your time. Wakati ule uko sahihi. Hakikisha time zako umezitumia na njia inayofaa. Si wakati wa kulia. Kama ni kulima, ingia ulime. Kama ni kazi, chapa kazi, kwa sababu unafanya inayofaa kwa wakati huu. Ndio maana mimi ninahubiri asubuhi na jioni. I am here to preach because I am redeemed my time. Na wewe uko pale unasikiza, Mungu atakusaidia. Mimi sitakufa moyo. I am going to preach and preach and preach mpaka wakati breath yangu itaacha kuhubiri. Kwa sababu gani? That is my time, niko naye na sina wakati mwingine. Na ndio maana napaswa kujua kwamba sipaswi kuogopa about tomorrow. Napaswa niogope kama ninatimiza yale Mungu anataka. Ogopa kama unafanya mapenzi ya Mungu. Ogopa kama ogopa kama ufanyi mapenzi ya Mungu. Ogopa kama ufanyi kile umeitiwa kufanya. Ogopa kama hujaingia katika mpangilio. Ogopa kama unapaswa kuimba na uimbi. Ogopa kama unapaswa kuhubiri na umekaa hapo umeng'edhia. Ogopa kama wewe mwenyewe unapaswa kuwa umeolewa na hujaolewa. Ogopa kama kuna vitu hujafanya na unapaswa kufanya na Mungu anataka ufanye. Kuna mahali Mungu anakungojea na wewe uko hapa unaogopa na wasiwasi zako. Mungu anasangaa, mimi napaswa kuwa na ubiri bila na kuhubiria leo, lakini niko mahali nalilia, Mungu nisaidie, Mungu nihurumie. Mungu akuhurumie saa ngapi? Mungu anataka uwe mahali amekuita uwe. Wewe uko kwa praise and worship, unasema mimi nilikuwa mwimbaji kanisani, very powerful, nilikuwa fire. Hiyo ni hadithi unapea watu. Mungu anasangaa, uwe na uoga kwa sababu ufanyi kile ulikuwa unapaswa kuwa unafanya. Mungu anaangalia watu watakuwa wanafanya kile waliitwa kufanya. Are you doing? Unafanya kile Mungu alikuita kufanya? Otherwise kama ufanyi mahali Mungu alikuita ufanye, utazikuta uko na vita kubwa sana katika maisha yako. Why? Kwa sababu you are not doing the right thing. Do the right thing. We are doing good things and good work, but not the right work. Yani Mungu anataka tufanye the right thing. When you are doing the right thing, you are in the process ya Mungu yenyewe. Kuna mambo tunafanya yaliyo good but not right. Mambo mazuri lakini haifai. Sasa fanya kile kinafaa. Ni sawa unasema time, ninangoja time. I'm waiting the time of God. Timing of God. Timing of God. There is no timing. Saa hii ni redeemed time. Hakuna time umeweka hapo zako. In fact time zile tunasema tumeweka, hii ni mambo mazito sana. Don't worry. Luka 12 verse 22. Luka 12:22. Kumbuka na maliza. Yes, I thank God because you are there. 12:22 B, 22B na 3. Lakini tutasoma yote because sasa hatuwezi ruka. 12:22 B na 3. Inasema hivi. Luka 7. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu ya nawaambia msisumbuke maisha yenu, mtakula nini, au wala miili yenu itavaa nini. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Vitu zile unashughulikia. Msisumbuke mtakula mtakunywa nini, kwa sababu maisha ni zaidi ya mavazi. Maisha ni zaidi ya chakula. Yaani wacha niwaambie, kuna vitu ukiwaza. Chakula watu wanakula hata kama wajaomba. Hata watu wa dunia wanakula. Wanalima shamba na waombei mvua na inanyesha kama kawaida na wanavuna mahindi wanashiba. Kama mtu wa dunia anakula na hata akumbukaki kuomba na akilala aombi anaamuka tu anaenda kazi na ana succeed. What about you? Unatafuta Mungu na uko worried. Wewe uko ndani ya Kristo, umeokolewa, umesamehewa dhambi. You are crying like them.
Ndio maana aliwaambia kwamba hizi vitu zote mnatafuta according to Matthew, hata mataifa ndivyo wanang'ang'ania na ndio wanatafuta. Soma verse 31-32, usome 33 uone. Mpaka hapa inasema ya kwamba tafuta ufalme wake kwanza, Matthew 6. Tafuta ufalme wake kwanza na haki yake. Nayo mengine yote inatuweka worry, inatufanya tuogope. Tutakuwa hardened, tutaongezwa. Unajua ukichukua Mungu kama brother yako ama watu wenu wanakufeli. Mungu is not a man. Maana inasema kwamba Mungu si mwanadamu. Sema amani ati kusema mwanaume. Na maanisha kwamba yeye si mwanadamu. Ndipo Biblia inasema katika kitabu Numbers Alabashakata Numbers 23. Kumbuka namalizia kuwa pamoja na mimi. Want to pray now in the name of Jesus. 23 verse 19. Mungu si mtu. Unasikia inasema Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu. Kwa hivyo Mungu si mwanadamu ni nani? Azute. Iwapo amesema atalitenda. Sasa hiyo ndio napenda Mungu. Mungu anasema si mtu. Mungu si mtu aseme uongo. Wanadamu watakudanganya. Wanadamu watakwambia nakupenda na hakupendi. Atakwambia atakusaidia na hatakusaidia. Atakwambia niko pamoja na wewe lakini mashida ikikuja natoroka. Hata yule umezaliwa naye atakwambia yes niko pamoja na wewe brother. Niko pamoja na wewe my dad. Niko pamoja na wewe my father. What? Anaweza change mind. Na wacha nikwambie, don't worry about people because people can do anything. People can promise you heaven and earth. Now what hawaitimiza promise. People can do many things promising you. Don't worry about them. Hata kama ulipromisiwa heaven, ukapromisiwa earth, ukapromisiwa the whole Kenya, ukapromisiwa many things. Don't worry about them now. Worry this. Do you have Jesus in your life? Worry. Ogopa hivi kama una Mungu. Ogopa hivi kama ufanye mapenzi ya Mungu. Ogopa hivi kama uko katika mtandao ya Jehova. Ogopa kama haujatenda yale Mungu amekuita kutenda, because hiyo ndio hukumu yako. But people kukuambia ati ninakupenda, wewe ni kama sweet, ni kama okay, nakupenda kuliko asali, wewe ni mtamu, wewe ni nini? Anakuita vyote mabokando, anakuita zote zile nzuri. Mtu anaweza kukuambia nakupenda, nakupea majina mazuri matamu, anakuita sweetheart, anakuita babe, anakuita everything, but the same person atakuslap na kuambia wacha ujinga. Na wakati mlikuwa mnaitana hivyo kukuambia atakuita mzinga. You must understand the Bible. Don't worry about people. Worry about God. Worry about if you're doing the right thing right now. Akasema yes, mwanadamu atasema uongo, wala si si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Hapo amesema atatenda. Mwanadamu anazuta. Kwa nini nilimwambia? Kwa nini nilimwambia? Singemwambia. Sasa naweza toaje kwa mawazo yake? Huwezi toa, hiyo imepita. Lakini nasema nini hapo chini? Iwapo amenena atalifikiriza, kwa sababu yeye anasema kila anafanya. Mimi sitaogopa tena, mimi sitajali. Wacha nisome ya mwisho hata kama tuweze maliza. Revelation 21 verse 3. Revelation 21 verse 3. Biblia inasema hivi: nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi akisema, tazama maskani ya Mungu pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Bakarasa 4. Naye atafuta kila chozi katika macho yako. My God, my Father. Kila macho. Ndio maana don't worry. God is coming. God is coming to wipe you everything ulikuwa umewekwa katika mawazo yako, katika maisha yako. Anasema naye atafuta machozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Yote imeisha.
hakutakuwa kilio, hakutakuwa machozi, hakutakuwa kukumbuka. Yote yatakuwa yamepita, utakuwa kiumbe kipya. Connect your God. Connect with God. Kaa na Mungu. Don't worry now. Know this. Mungu amesema atafanya nini? Naye atakufuta kila chozi katika macho yao. Wala mauti haitakuwepo tena. Ile kifo unaogopa unakufaga mara moja. Don't fear the devil. Wacha niwaambie, watu huogopa kifo, na kifo ni one day. Unakufa mara moja. Please think this. Kukufa huwezi kufa siku 3. Hata ulikuwa unakufa polepole, ukakufa polepole ni sawa. Hata ukikufa polepole ni sawa, lakini kifo mara nyingi inakujaga once. But now maandiko nasema after death, judgment. You must understand, judgment inapokuja hauna reverse ya kurudi kurekebisha. Kile umekufa kikiwa ndani, mnapatana hapo. Alafu inakuwa sasa from there you are going to another eternal. Itakuwa ile fire, iko fire, ama katika uzima wa milele forever and ever without reversing. Ndio maana do what God is saying, because if you are not going to do what God is saying, you are going to face the dead one day. You are going to die one day. After death, judgment. Na hiyo judgment itategemea nini ulifanya duniani. Sai don't fear people. Mimi siogopi watu sai. Niliambia Mungu, give me strength because I want to do the right thing. Ninajua maisha yangu ni kidogo sana. Kuishi hapa ukihisi miaka mingi sana ni 70, ukihisi miaka mingi sana ni 80, ukiongezwa bonus. Na hiyo 80 sasa unasumbua watu kwa sababu hata unaweza shindwa kujipeleka kwa choo. Sasa miaka ya milele na seke saa hii na njia kufuata Mungu ama kuteswa na watu, because ukiamua kufuata njia za kweli utapatana na position ya opposition yenyewe kuliko kuenjoy kila kitu nataka kuenjoy alafu uende ukalie forever. I think about forever. Think about forever. Don't think about today only. Think about forever. Utamalizia wapi? Mtu anatoka asubuhi anaenda Nairobi, kufika pale Loiro, kufika hapo KU, anakufa. Ajali pa, unasikia Monsari. Hiyo yake imeisha, ameacha watu wakikula, wanakunywa, wanaenjoy. Alikuwa na plan, amekufa nazo. Nothing you can do. You cannot call him or her back. Kama ameenda. Nao mnaanza kuwa worried. Kai, amekufa haraka aje, angekaa. Wewe ndio unajua angekaa. Think about yourself now. Don't think about him. Because what? Yesu alifika mahali akamwambia kwamba wacheni kunililia, zililieni nyinyi na watoto, mimi namalizia kazi yangu. Naenda pale kwa msalaba because of you people. Now think about yourself. How comes you are thinking about many people? We, mind your own business. Wacha na business za watu. My friend, wewe mwenyewe uko sawa, bado unang'ang'ana na mambo ya watu wengine kutaka kujua bila unaendelea. Think about yourself. Paulo aliwaambia Thessalonike, akamwambia kwamba think your own, mind your own business. Kwa nini aliwaambia hivyo? Sababu watu walikuwa wanakaa chini ni mseneo unafikiria vitu za watu. Now mind your own business about yourself. Are you okay with God? Okay. Usifikie napiga kelele. I'm giving you the right word. Understand this. Anasema, naye atafuta machozi katika macho yao, wala mauti haitakuwa tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu yatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na nimesema asubuhi ya leo, mambo ya kwanza imepita. Don't think about tomorrow, think about God. God is able to do all things. Makarasori atanda. Don't worry about anything else. Worry about to do the will of God. Because when you do the will of God, you are live. You'll never be the same again. God bless you this morning. God keep you. I want to pray for you. Anything you are worried about it. Now nataka upee Mungu sasa. You are worried. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa sababu ya wapendo wanaonisikiza ibada hii. Nimedeclare wengi wanahori maisha yao bila itakuwa. Wengine wanauliza wataolewa lini. Wengine wataoa lini.
wengine watapata kazi namna gani, wengine watajenga nyumba zao, wengine wanataka maisha mazuri, wengine wanahitaji fedha, wanaogopa katika maisha haya, watavaa nini, watakula nini, maisha itamalizia namna gani. Baba, katika jina la Yesu, nimeachilia Roho wako Mtakatifu, kila roho wa uoga, kila roho wa kujijali na kujiwori, ninakemea katika maisha yako. Naomba hiyo roho alikuwa anakupea wasiwasi, unawaza mabaya, unawaza kifo, unawaza kushindwa, unawaza upotovu, nimekemea katika jina la Yesu. Nimeamuru roho yote ya uoga, roho yote ya wole, toka katika jina la Yesu Kristo. Una wole, utakunywa nini, utavaa nini? Wacha Mungu akupatie peace of mind. Anja kuwori, kutenda mapenzi ya Mungu. Nimeachilia grace of God upon your life, the grace of God upon your life. This Sunday, wacha ikawa Sunday ya baraka maishani mwako. Nimeachilia blessing in your life. And declare favor upon your life. And declare glory of God upon your life. I know you are blessed. I know you are blessed. I bless you now. 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 Baka sataba. I bless you now. Say amen kubwa. I bless you now. Light amen hapo. If you are together, I bless your life. I bless your children. I bless your business. I bless your job. I bless everything you are doing. I bless your work. Rasaka bata. Repesande baka. Roposanda yata. Repakasata ya. Repasande baraba. Yete kerebesa. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus Christ, and it is a blessing upon your life. And it is a blessing upon your life. And it is a blessing upon your life. And declare you are protected in the name of Jesus Christ. And declare you are protected. Any powers of darkness, any demonic forces, any spirit of witchcraft against your life, anything in a place where we're injured, I command to disappear. Let the fire of the Holy Ghost come upon your life. Destroy all the work of the enemy. Masakaratoria talamaya. Jesus Christ, I command every power of the devil to lose people of God, lose the 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 makata, lose their mind, lose their body, lose their family, lose their business, lose them now, lose them now by fire, lose them now by fire, fire! Makazotapa. Fire in the name of Jesus Christ. I ban all the work of the enemy in the name of Jesus Christ and to create the power of the Holy Spirit. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the comfort of God. Mandarasobakata. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. In the name of Jesus Christ. Ora kazara kataraba. Chukua dakika moja, ambia Bwana ni asante. God, I cancel yanta raza mayata. Roposika tarabazanda. Reparika sarabarinde. Hintararabosa. Repakasara yataya. In the name of Jesus Christ. Father, I ribasanga rabosira. Baba ni asante, na achilia upako wako juu ya kila mmoja. Wacha kwa kufikia mahali ulipo. Nimetangaza wote wamebarikiwa. Neema ya Bwana ikawe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Sema amen. May God bless you. May God keep you. My God. Don't worry. Worry is not your portion. Somebody is worrying because of you. Mtu mmoja aliogopa, akaukurumia, akawa nasumbuka. Worry za wakati unasikia msumbuko. Kuna alisumbuka juu yako. Yesu Kristo akachapwa, akafanywa vitu zote, akasema na wewe, you're going to live by the grace of God. Is going to bless your life. Oh, God is good. Thank you. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kila mmoja sana. Ibada leo nimemaliza, na Mungu akutende mema. Kama kuna mahali pengine unaenda, God akuongoze na akulinde. Ninapomalizia nasema ya kwamba Jumapili sina ibada za jioni. Ibada za jioni tutaanza kesho Monday. Manisa sasa we are going to meet morning, tomorrow in the morning. Kumbuka we are continuing the message. Tomorrow in the morning. Ile tunasema kwamba be courageous. Hiyo ndio message ya asubuhi. Hakikisha. Message ya jioni, planning.
We are going to plan with God. Everything we are planning with God. But now we are starting all the service tomorrow. Kwa hivyo, saa naomba kama unaweza kutoa sadaka yako, utatoa. Fungu lako la 10 utatoa. According the way God will bless you. Bila Mungu amekubariki ama bila Mungu atakubariki. According to the way you are feeling to do. Because it is you. It is not me. It is you. Unaweza tuma sadaka 0713 293 Kama utafanya hivyo, God will bless you. Kwa hivyo Mungu abariki kila mmoja na muwe na Jumapili iliyo na amani na Bwana awalinde. Tukikutana kesho, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Kwa kila jambo unaweza andika message, unaweza nipigia, unaweza ni SMS, uwe na ibada yenye neema. Hii ni ya muhimu sana. Kuwa una Mungu na una uoga. You are not worried because God is with you. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi, fanya biashara. But worry is not your portion. Are you blessed? If you are blessed, you can write to me na usema Apostle, nimebarikiwa, Mungu akutende mema. Kumbuka hizi ni ibada za kila siku. Tuesday tutakuwa na maombi. Tunaoanza asubuhi, tunamaliza jioni. Na wewe mwenyewe unakuwa pale, watu wamekuwa wakiniambia wale wamekuwa kiomba wamekuwa na breakthrough hiyo siku. Namba Bwana upe breakthrough. Na wale wanataka kuwa pamoja nasi, nitumie namba yako ili niweze kuweka kwa WhatsApp. Ninapotuma prayer, nazo hizo prayer unaziona. Because Tuesday tunaomba fasting ya mchana mpaka jioni. Kwa hivyo ni from 6 to 6 na wewe mwenyewe una connect yourself. Kwa hivyo if you are blessed na unataka kuwa pamoja na sisi katika maombi Tuesday, connect yourself. Tuma namba yako kwa inbox yangu, alafu nitaangalia nitaku-add kwa WhatsApp group ili tukiomba ninapotuma zile prayer request zile. Prayer item, okay, si request, prayer item itakuwa inawafikia. Ukinitumia namba nitaku-add, utakuwa unaona kile tunaombea na Mungu atakubariki sana. Uwe na wakati mwema. Hakikisha usipoenda kanisani, umetoa fungu lako na kumsifu Mungu, umetoa sadaka yako na Mungu akutende mema. Abariki. Kama uko na swali yoyote, you can write to me. Now God will bless you. Have a good day. Have a good Sunday. You are blessed. Amen. Oh. I'll make room for two. You are not Jesus. You are all that matters. Yeah. I'll put you in front of, my destiny. You are all that matters. All that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. In 1 minute, open up your mouth and talk to Jesus. Take the stage, Lord, and have your way. I'm just your vessel and nothing more. Take the glory. I'm satisfied just to see you glorified.
The ones you saved have come to worship you. Are you part of them? The ones you saved have come to worship you. Call him Savior. He's a Savior. Jesus.